Kikristo la Maranatha lipo katika mabara yote duniani, na makanisa katika Amerika, Ulaya, Afrika, Asia na Oseania, zikiwa zimeunganishwa na mafundisho sawa kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu wa Mungu na neno hai. Kutoka pande zote za dunia wanashiriki ibada moja kwa pamoja katika mwili mmoja na roho moja. Kupitia mfumo wa matangazo ya majukwaa mbalimbali, wanachama wa kanisa la Kikristo la Maranatha duniani kote wanapata wakati wa kuwa pamoja na ushirika, kama vile Waebrania walipotoka Misri na wanafunzi pamoja na Bwana Yesu usiku wa mkesha wake msalabani. Watu kutoka sehemu zote za dunia wamefikiwa na Injili ya milele na ujumbe wa kurudi haraka kwa Bwana Yesu. Neno la Mungu ila kile Roho ataruhusu ndicho tutakachokipokea. Amina. Amen. Fungua pamoja nami katika Nyakati ya Pili. Nyakati wa Pili ile sura yake ya 7. Ikiwa umefika unaweza kukaza macho kwenye mstari wa 15. Saba 15. Niwakaribishe wote tusimame ili tuweze kuungana kwa usomaji. Tusimame tafadhali, tulipe heshima neno la Mungu. Maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa, ili kwamba jina langu lipate kuwako huko milele. Yatakuwako na macho yangu na moyo wangu daima. Amina. Amen. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Tunapoangalia andiko hili linaendelea kutuhimiza jinsi Mungu alivyochagua taifa la Israeli, jinsi Mungu alivyolipenda kanisa la Israeli au taifa la Israeli. Na katika Nyakati wa kwanza, hebu mtu mmoja asome hapo ili tuweze kukamatana vizuri kwenye somo hili. Nyakati wa kwanza, mtu mmoja aweze kupaza sauti hapo, ile sura yake 22. Ule mstari wa 8, alafu utaruka ule mstari wake wa 14. Karibu kwa usomaji. 7:22, 8 unaruka 14.
Rudia tena hapo. Rudia tena hapo. Utajenga nyumba. Hutajenga Nyumba kwa ajili ya jina langu. Ndiyo. Kwa sababu umemwaga damu nyingi juu ya nchi machoni pao. 14. Basi sasa tazama, katika shida yangu nimeiwekea akiba nyumba ya Bwana talanta 1,000 za dhahabu na talanta 1,000 za fedha na shaba na chuma isiyo na udhani, kwa vile vilivyo tele miti tena na mawe nimeweka akiba, nawe utaweza kuongeza. Amina. Amen. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amina. Mungu alilichagua taifa la Israeli akalipenda upeo, na hili limetokana na babu yao Abrahamu. Amina. Amen. Kwa kitu kidogo tu alichokifanya Abrahamu, Mungu akafanya agano na Abrahamu. Kwanza, kuzaliwa kwa Abrahamu kulikuwa kwa miujiza. Amina. Amen. Katika ile Uru ya Ukaldayo, baba wa Abrahamu alikuwa muabudu miungu. Wengine wanasema alikuwa mchawi. Lakini Mungu kupitia huyo mchawi akajichagulia mtoto mmoja katika ile familia, Abrahamu. Historia inaeleza jinsi alivyozaliwa. Kilikuwa kipindi cha kuua wana wa kiume, lakini Abrahamu alifichwa na akapata neema ya kuishi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Historia inaeleza kwamba Abrahamu hakuishi tu kule kwa Tera, bali alikimbizwa hadi kwa Nuhu, ndipo alikwenda kuishi. Hiyo ni historia. Haleluya. Amen. Lakini Mungu, kwa sababu ni Mungu, alikuwa na makusudi makubwa na Abrahamu. Abrahamu katika kuona baba yake akiendelea na kuabudu ile miungu, yeye pia akaanza kutafuta hawe na Mungu wake aliye zaidi ya Mungu wa baba yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Amina. Esko ulishakawahi kupima kitu kama hicho? Ase mimi kwa zile nguvu alizo nazo baba, mimi nataka nipate nguvu zaidi ya zile za baba. Haleluya. Amen. Na ilikuwa njia nzuri ya Abrahamu kuanza kumtafuta Mungu wa kweli na wa pekee. Akaanza kwenda milimani kuita Mungu wa kweli. Mungu, hivi kweli hakuna Mungu mwenye anaweza kuwa zaidi ya yule anayeabudu baba? Lakini Mungu akamjibu akamwambia, Ibrahimu, ondoka wewe na familia yako, nami nitakuonyesha nchi utakayo kwenda kuishi. Abrahamu hakusita, akaja akamwambia mke wake ambaye alikuwa nani? Sara. Nakumbuka Abrahamu alikuwa tajiri, lakini hana mtoto. Alikuwa na wafanyakazi. Akaambia wafanyakazi wake wote, jamani, tunatoka katika mji huu na tunakwenda kule Mungu hatakakotaka tuishi. Binamu yake akasema, Bwana, na mimi siwezi kubakia hapa, naenda na wewe. Tunamkumbuka binamu yake? Tunamkumbuka. Binamu yake aliitwa Loti, wengine wanasema Lutu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Lakini baba yake naye akasema, mwanangu, na mimi katika safari hiyo sitabaki, naenda na wewe. Yule mwabudu miungu akakubali kuungana na Abrahamu, na safari ikawa imeanza. Kufika njiani, baba yake Tera akafariki, kwa sababu Mungu hakukuwa na agano na Tera. Mungu alikuwa na agano na Ibrahimu.
hata jinsi alivyofika katika ile nchi ya Kanaani. Ukijisomea maandiko utaona vituo ili Abrahamu haje kufikia kubarikiwa na Mungu, kufikia baraka, ilikuwa ni kazi. Haleluya. Amen. Jamani, kufikia baraka sio rahisi. Si tumefika Marekani? Ndio. Tumefika Marekani. Si wapo walikuwa tunaomba kule, hamungu niombola Marekani, hamungu nanunge Marekani, hamungu nanunge Marekani, na kweli Mungu akafungua njia, watu wakaja Marekani. Lakini unafikiri ni watu waliobarikiwa? Wengine hawajafikia hata kubarikiwa, na wengine wanajuta kwa nini nilikuja Marekani. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amina. Kwa hiyo kufikia baraka za Mungu kunahitaji unyenyekevu, kunahitaji hatua kwa hatua. Kumbuka somo letu tunajifunza hatua 3 za Mungu. Hatua ngapi? 3. Hatua 3 za Mungu katika kujidhihirisha kwa Waisraeli ili wamtambue yeye ni Mungu wao. Hatua 3 za Mungu kujidhihirisha kwa taifa la Israeli ili waweze kutambua ya kwamba Mungu ni Mungu wao. Haleluya. Amen. Nikuombe usisinzie. Fuatana nami katika somo hili, utanufaika na utabarikiwa. Amen. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amina. Waisraeli wanafika nafasi wanajikuta wako Misri. Lakini kule Misri kulikuwa kipindi cha baraka, si kweli? Ndio. Wakapewa mji wao mzuri, wakaishi huko, wakajenga. Lakini maandiko yanasema baada ya Yusufu kufariki na Farao mwingine kuingia madarakani, hali ikawabadilikia, hali ikawa mbaya zaidi, wakateswa vya ajabu. Lakini Mungu, pamoja na mateso, Mungu hakuacha. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amina. Akatokea kijana anayeitwa Musa. Ukiangalia kuzaliwa kwa Musa kulikuwa ni kuzaliwa kwa miujiza. Hakuna mwenye angeweza kupona katika hali ile. Haleluya. Amen. Hakuna mwenye angeweza kupona katika ile hali. Uogotwe na mama, mtoto wa Farao anayeua watoto wa kiume. Lakini Mungu ampitia yule mama na kusema huyu hata kufa, huyu ataishi. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amina. Hebu fikiria kujitokeza kwa Miriamu. Si ilikuwa kumstaki yule mtoto ya kwamba ni Mwisraeli huyu? Ndio. Si ilikuwa kweli? Kweli kabisa. Lakini Mungu alimlinda Musa ili afikie makusudio ya Mungu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amina. Unaweza kupitishwa katika majaribu, lakini si ajabu hayo majaribu yanakusongeza kwenye baraka. Bwana atukuzwe. Amen. Haleluya. Amina kubwa. Kwa hiyo tunakwenda kuona Musa anajikuta sasa yeye ni kiongozi wa taifa la Israeli pale jangwani. Mungu anasema na Musa, nijengee hema. Nijengee hema. Hema la kwanza linajengwa wapi? Pale jangwani, ambayo inaitwa hema ya kukutania. Kwa lugha ya Kiingereza wanasema nini? Tabernakulo. Kwa Kifaransa wanasema tabernacle. Haleluya. Amina. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amina kubwa. Watu wanaanza kukusanyika, watu wanaanza kusikiliza. Kukiwa shida, wanakimbia Musa na Haruni wapi? Pale pale kwenye tabernakulo, wanamuuliza Mungu. Mungu anasema nao, wanaanza safari na kuendelea. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amina. Hiyo hema ilifika mpaka Kanaani. Lakini kufika kule Kanaani
Mungu anamtokea mtu mwingine ambaye anaitwa Daudi. Daudi, nijengee hema. Daudi anajenga hema ambayo hema hiyo iliitwa hema takatifu au hema ya Daudi. Hema ya Daudi ambaye alijenga kwa ajili ya sanduku la agano katika Yerusalemu. Bwana atukuzwe sana. Amina. Ndiyo maana andiko hili ambalo tumelisoma, Mungu anamkataa Daudi na kumwambia Daudi, wewe hauwezi kunijengea hekalu takatifu. Kwa nini? Kwa sababu mikono yako wewe Daudi ni mikono iliyomwaga damu zaidi. Si tunajua historia ya Daudi? Aliwafyeka kweli. Aliwafyeka kweli wale maadui wa Filisti, sijui wa Moabu, sijui wa Midiani, aliwateketeza kweli. Kwa hiyo Mungu akasema, Daudi, wewe huwezi kufanya hicho kwa sababu mikono yako imejaa umwagaji wa damu. Hivyo tumeona hatua ngapi? 3. Hatua 3. Hema jangwani, hema ya Daudi na hekalu takatifu ambalo Mungu amemkatalia Daudi usijenge. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Acha twende katika maandiko matakatifu. Ile 29 Nyakati wa kwanza. Soma hapo tusikie. Nyakati wa kwanza 29. Mstari wa kwanza unaruka ule wa 6. Kisha mfalme Daudi akamwambia kusanyiko lote, Sulemani mwanangu, ambaye Mungu amemchagua peke yake, akali na mchanga, bado na mororo, nayo kazi hii ni kubwa, kwani nyumba hii ya enzi si kwa mwanadamu, ila kwa Bwana Mungu. Luka 6. Ndipo wakuu wa mbari za mababa na wakuu wa kabila za Israeli na maakida wa maelfu na wa mamia pamoja na wasimamizi wa kazi ya mfalme wakajitoa kwa hiari yao. Amen. Amen. Bwana Yesu. Hekalu ya Sulemani kujisirisha kwa taifa la Israeli toka alipoanza na Musa, akaingia kwa Daudi, akaingia na kwa Sulemani. Hekalu likawa limekamilika. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Na hiyo yote, hatua ya kwanza, hatua ya pili, hatua ya 3, ilikuwa ni Mungu pamoja nasi. Lile neno lililotabiriwa kwenye Isaya sura yake ya 9 mstari wake wa 6, ya kwamba mtoto atazaliwa. Haleluya. Naye ataitwa jina lake Imanueli, maana yake Mungu pamoja nasi.
Bwana Yesu atukuzwe sana. Amena. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amena. Na hii yote unayoiona, kwanza pale Musa anaandaa ile hema, anafika Daudi anaandaa ile hema, lakini Sulemani anakuja kukamilisha kujenga hekalu ambalo lilipewa jina hekalu la Sulemani. Ulikuwa ni unabii juu ya kanisa. Haleluya. Amen. Ulikuwa ni unabii wa jinsi Roho Mtakatifu atakavyokuja kukaa na kanisa lake. Amen. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jamani, niliwaambia kanisa bila Roho Mtakatifu, hilo kanisa limekufa, halipo. Ina maana Roho Mtakatifu asili yake ni kutupeleka katika mapenzi ya Mungu, kutuogopesha kutenda dhambi, kutufanya tuwe na upendo wa dhati, hapana wanana wa unafiki, hapana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amena. Jina la Bwana libarikiwe. Amena kubwa. Haleluya. Amen. Wakorintho wa pili 6:14 hadi 16. Twende katika Wakorintho wa pili, karibu 6:14 mpaka 16. Amina. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana ushirika gani kati ya nuru na giza? 15. Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? 16 na mwisho. Ndio. Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la nani? la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yenu nitakaa, na katikati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amina. Kwa hiyo unapojikuta kanisani inakuwa shida kama hujamwamini Kristo. Inakuwa shida kama hujamkiri Yesu Kristo hawe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unapoteza muda. Maana kama mafundisho unayasikia na ukati shauri, haubadiliki, yaani neno halikutengenezi upya, inakuwa ni kazi. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amina. Leo nilikuwa namfuata mtumishi Sume Elibariki wakati niko natengenezesha hii kopi. Anasema kwamba watu hao wako kanisani, wanakuja kanisani, lakini wazinzi, washarati, walevi, wakuwatukana wengine. Bwana Yesu atuhurumie sana. Huruma. Watu hao wapo, lakini Yesu hawezi kuwafukuza, kwa sababu Yesu amesema hacheni magugu na ngano vifanye nini? Vifanye nini? Vikomalie pamoja au vikue pamoja. Maana mkisema mwanze kung'oa yale magugu, mtapeleka na ngano nje. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amina. Kwa hiyo kama unaweza kuwa hapa unakuwa msikiaji wa neno lakini si mtendaji wa neno, inakuwa ni huzuni kwako. Kwa hiyo nikuhimize tu kwamba unaposikiliza neno la Mungu lifanyie kazi katika maisha yako. Acha neno la Mungu likutengeneze. Mungu ni Mungu wa watu wake.
Na ikiwa kama wewe si wa Mungu, ina maana utakuwa wa nani? Wa shetani. Wa shetani. Hilo ni jibu sahihi kabisa. 100 kwa 100 au 10 kwa 10. Ukimkosa Mungu hautamkosa shetani. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo kanisa kama kanisa ni chombo kilichochaguliwa kabla misingi ya ulimwengu haijaumbwa. Mungu akasema, nitalijenga kanisa langu, nayo malango ya kuzimu hayatalishinda. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amina kubwa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mungu wetu ni mwema jamani. Mungu wetu ni mwema, anatupenda upeo. Tuone katika Ufunuo ile 21 mstari wake wa 22. Halafu mwingine atuandalia Ufunuo 11:19. Ufunuo 21:22. Nasema, nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi na mwana kondoo ndiye hekalu lake. Amina. Karibu 11:19 kwa aliyeandaa. 11:19. 11:19 inasema, kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa, na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Ukawa na umeme na sauti na radi na tetemeko la nchi na mvua ya mawe nyingi sana. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Ona kwamba kumbe hekalu, kuanzia hema takatifu kule jangwani, tunakuja kwa hema ya Daudi ambayo ilikwenda kuchukuliwa sanduku la agano kutoka kwa Obed-Edomu wiki iliyopita. Si tunakumbuka? Sanduku la agano linaletwa, kufika njiani linamuua Uza anakufa, lakini pamoja na hiyo Daudi analiacha kwa Obed-Edomu. Kutoka kwa Obed-Edomu miezi 3 anakwenda kulileta, linaacha baraka katika nyumba ya Obed-Edomu na kulileta mpaka hemani mwa Daudi, Yerusalemu likawa limetulia. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hii yote ilikuwa ni unabii kutoka mbinguni kwa Mungu. Ndio maana unaanza kuona hata kujengwa kwa ramani ya hekalu ya Sulemani ilitoka wapi? Mbinguni. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ninaona hapa kuna watoto, ndio maana ningewaambia mambo makuu kuhusu ujenzi wa hekalu ya Sulemani. Bwana Yesu atusaidie sana. Amina. Lakini kwa wakati mwingine Mungu akinipa nafasi, nitawaita watu wazima ili niweze kusema nao, wajue jinsi gani hekalu ya Sulemani ilivyojengwa na aliyekuwa ameijenga alikuwa ni nani, msimamizi wa ujenzi, na nini kilichotokea ili dunia ifikie kuwa hivi ilivyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Amina. Kwa hiyo shikilia neno hili ya kwamba yote unayoyaona mpaka kufikia sisi kuitwa kanisa ni ramani ya nani? Ya Mungu. Bwana alibariki neno lake. Amina. Amen. Amen. Amen.